Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii ni simulizi mpya kabisa ambayo inamlenga mwanamke wa kuitwa Levina. Tutamsikiliza yale ambayo atakayotusimulia. Pia simulizi hii mpya ni sehemu ya kwanza kabisa, inaitwa Nani Alaumiwe. Kama endapo utakuwa hujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, unaweza kusubscribe ili usiweze kupitwa na simulizi au makala mbalimbali ambazo zinatolewa hapa. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Lakini pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji mzuri wa simulizi za sauti, sakasaka inaendelea. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta Miss and Mr. Simulizi 2025. Unachotakiwa kukifanya ni kusikiliza tangazo ambalo limeambatana na simulizi husika na kuchukua namba ambayo itakayotajwa katika tangazo hilo, ili moja kwa moja na wewe uweze kujiunga katika huu mpango. Unamtafuta, unajisajili, moja kwa moja mambo yatakuwa mazuri. Kila swali katika hayo maswali 10 litakuwa na maxi 10, ambapo kijumlisha kwa maswali 10 basi zinakuwa ni maxi 100, ambapo ukipata maswali 5 utakapopigiwa simu kutokana na simulizi hizi, wewe utakuwa ni mshindi wa pili, na utakapopata maswali yote 10 manake wewe utakuwa ni mshindi wa kwanza, na zawadi zenu mshindi wa kwanza na wa pili zinapatikana. Kwa hiyo usipoteze fursa, usiichezee fursa, shindania fursa. Huenda wewe ndio utakayeweza kupata kuwa Mr. Simulizi 2025 au ukawa Miss Simulizi 2025. Mpenzi msikilizaji, tuanze mkasa wetu huu ambao anatusimulia binti wa kuitwa Levina. Levina ni mwanamke ambaye amezaliwa pande za Geita, kijiji cha Nyantorotoro. Levina baada ya kuzaliwa na kukua kwake hakuwahi kupata kwenda shule, hakuwahi kupata masomo. Yeye alikuwa akiwa ni mtoto wa kijijini, aliendelea kuishi maisha magumu sana akiwa pamoja na wazazi wake. Lakini ilifikia wakati ambapo Levina aliamua kutoka katika kijiji hicho cha Nyantorotoro akaelekea Geita mjini kwenda kutafuta kazi za ndani. Na baada ya kufika huko akafanya kazi. Baada ya kufanya kazi, uzuri alipokuwa akifanya kazi za ndani, alikuwa akifanya kazi kwa kijana ambaye
yeye amefanikiwa lakini hakuwahi kuoa. Kwa hiyo Levina huyu alifanya kazi zake kwa ustadi ili aweze kulipwa mshahara vizuri. Hakutaka kabisa kuichezea hiyo kazi kwa sababu ni kazi nzuri ambayo inamuingizia pesa. Sasa anatusimulia. Tunaanza kabisa mazungumzo yake namna jinsi ambavyo alivyotusimulia. Hapo nimekusimulia kidogo mpenzi msikilizaji ili uelewe. Levina anasema, nilifanya kazi zangu kwa ustadi kwa sababu ninajua nyumbani kuna maisha magumu sana ambayo sikuweza kuyapenda. Na nilipofika pale mjini nilifanya kazi zangu vizuri kabisa. Mimi naitwa Levina Kasai. Kwa sasa nina umri wa miaka 25, ambapo nyumbani kwetu nimeacha wazazi pamoja na wadogo zangu ambao wao wamebahatika kwenda shule, lakini mimi sijabahatika. Levina anaendelea kutusimulia. Baada ya kuona nimepata uelewa, nikaona kujiuza itakuwa sio jambo zuri. Nikaamua nitafute kazi mjini ili niweze kujiingizia kipato kuliko kuendelea kukaa na kwenda mashambani kila wakati. Alafu ninalima nikiwa nimekaa kwa wazazi. Miaka 25 sio michache, ni mingi. Kwa mimi natakiwa nitafute walau hata kitu kimoja ambacho kinaweza kunifanya nionekane kwa wazazi kwamba na uwezo wa kuwasapoti. Ambacho ninachotaka kukitafuta ni kitu kimoja. Nataka nifanye kazi alafu nipate cherehani ili wazazi wangu nitakapojifunza cherehani, ingawa mimi siifahamu hiyo cherehani, lakini niko tayari kwenda kwa rafiki yangu Lea. Yeye alitoka mjini zamani sana na mpaka sasa ameolewa, ana miaka 33 na ana watoto wake 2. Amekuja kijijini pale katika senta yetu ya Nyatorotoro. Anaonekana vizuri sana na anafanya kazi yake vizuri sana. Kwa hiyo hata mimi nimetamani maisha yake kuliko kuendelea kukaa tu. Nimeona na mimi angalau nitafute namna ambayo itakayoweza kunisaidia mimi niweze kutoboa kimaisha. Ndiyo maana nikaamua kwenda moja kwa moja Geita mjini kwenda kutafuta kazi. Na ndiyo maana hata nilipoipata niliendelea kuifanya kwa ustadi ili nisiweze kufukuzwa, nitimize malengo kama ya rafiki yangu Lea, namna jinsi ambavyo anaishi katika maisha yake mazuri. Hata kama nitakosa mume, lakini niwe na kianzio ambacho siwezi kuwa mzigo kwa wazazi wangu. Na ndiyo maana nikaamua kwenda mjini kutafuta kazi. Levina anaendelea kutusimulia. Anasema kazi niliipata na nikaendelea kuifanya kwa ustadi kama jinsi nilivyosema. Lakini yule bosi, kutokana na kwamba ni bosi ambaye hajaoa
na kazi ambazo ninazozifanya ni za ndani kama kuosha vyombo, kupika, kusafisha mazingira, yani kudeki nyumba. Ingawa nyumba yake ni ya vyumba viwili pamoja na singo zilizopo pembeni mbili, na mimi nilikuwa nalala katika singo hii ya katikati. Lakini cha ajabu, huyu bosi alianza kunitongoza akiwa anahitaji eti nataka kunioa. Mara ya kwanza niliogopa, nikaona hawa watu wa mjini nisije nikapigwa na kitu kizito. Kupigwa na kitu kizito inakuwaje? Manake naweza nikadanganywa kwamba anahitaji kunioa, kumbe hana mpango. Levina anaendelea kutusimulia, anasema, nilimkatalia kila nilivyoona akiwa anajaribu kuniletea vizawadi vya hapa na pale. Akajaribu kuniambia kwamba nimpeleke nyumbani niende nikamtambulishe. Yuko tayari. Tena yani wa nyumbani wakimfahamu hatochelewa kupeleka mahali ili mimi niwe mke wake. Kwamba amenipenda mimi kutokana na uchapaji kazi wa kwangu. Kwamba madada wa mjini ameshindwa kuwaoa, wengi ni wavivu. Hawajui kupika vizuri, hawajui kusafisha, hawajui yani hata kujisafisha kwenyewe wao wenyewe. Wanajisafisha na kujipaka vitu vikali ili viweze kuwachubua. Yani kifupi wanajiuza. Kwa hiyo yeye anataka mwanamke ambaye aliolelewa vizuri, ambaye pia ana heshima. Sasa mimi nikaanza kuwaza, nimkubali au nimkatae? Nilimkataa kwa muda mrefu, lakini inaonekana huyu kaka aliendelea kupambana kweli kweli. Aliendelea kupambana aangalie kama endapo anaweza kunipata. Lakini mimi niliendelea kumgomea. Nilitaka mpaka nijue nini ambacho kitakachoweza kutokea. Levina anaendelea kutusimulia, anasema, kutokana na kabila lao kwamba ni Wasukuma, katika mapozi yangu huko vijijini, kuna wakati Wasukuma walikuwa wanakuja kule, wazazi wakawa wanatuambia ukijaribu kuolewa na Msukuma wewe utakuwa umeshindikana, kwa sababu Msukuma haliziki na mwanamke mmoja. Hilo unatakiwa kulijua. Anaweza kukuchukua kukuchezea alafu baadaye akakuacha. Wasukuma wa kiume ni sawa na Wahaya wa kike. Wasukuma na Wahaya kidogo ni kama kuna mwingiliano fulani hivi wa tabia. Wahaya wanasifika kwa kwamba ni malaya, lakini pia wana roho mbaya. Lakini Wasukuma wana roho nzuri sana, na ukifika hata kwao watakukaribisha vizuri kwa mbwembwe zote, lakini kwenye kuishi naye na wao umaraya wanaendekeza, japokuwa wana roho nzuri. Tofauti na Wahaya, wana roho mbaya lakini pia ni malaya. Sasa hizo taarifa nilipokuwa nikizisikia kijijini kuhusiana na makabila haya, nilitishika sana. Nikaona hakuna haja ya mimi kumkubalia hali ya kwamba ninamjua kabisa ni Msukuma. Nitapata taabu. Lakini kwa namna jinsi ambavyo alivyoendelea kupambana, alianza mpaka na kuichukua simu yangu nikiwa ninachukia, na kuanza kukagua ili aweze kuangalia kama endapo anaweza kukuta namba iliyoseviwa mama mzazi au baba mzazi, ili aanze kujitambulisha, hali ya kwamba mimi wao wanamjua ni kama bosi wangu.
na ameshawahi kuongea nao, ingawa kilikuwa ni kipindi cha nyuma ambacho alikuwa bado hajaanza kunitongoza. Huyo kijana Rugwisha nilimuogopa sana. Bosi wangu huyu Rugwisha, sikujua ni kwa nini ambacho anataka kukiamua. Ana duka lake kubwa tu hapa mjini. Anauza kompyuta, anauza vifaa vya umeme, anauza speaker, maiki, power mixer na vitu vingine kama sabufa, memory card, flash na mambo mengine. Sasa nilikaa chini nikawaza, hizi mali alizipata wapi? Na nilipojaribu kumuuliza, akasema yeye ni mtoto wa Kisukuma na Wasukuma huwa wanafuga sana ng'ombe. Kwa hiyo aliuza ng'ombe karibia 150. Hizo fedha akaamua kufungua duka kubwa la kielektroniki hapo mjini. Nikaona basi, japokuwa ni kijana mdogo, lakini ana uelewa mzuri. Nilichokifanya, baada ya kuona anajaribu kutafuta majina kwenye simu yangu, kutokana na kwamba mimi sikuwa na tabia mbaya huko kijijini wala hapo mjini kusema kwamba anaweza kukutana na message ambayo imeandikwa baby au imeandikwa chochote kile. Sikuwa na wavulana kabisa. Kwanza sikuwa nimezoea kabisa kukaa karibu na wavulana. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya kwanza ya simulizi hii imeishia hapa. Simulizi hii inayoitwa Ni Nani Alaumiwe imeishia hapa. Kwa nini inaitwa Ni Nani Alaumiwe? Twende pamoja mpaka mwisho, utajua ni kitu gani ambacho kitakachojiri. Tumeishia sehemu ambapo tunamuona Levina akiwa anatusimulia kwamba kutokana na kwamba yeye hakuwa na mazoea na wavulana, kusema kwamba huyu kijana Rugwisha anaweza kakuta humo ndani kuna message ambazo zimeandikwa baby au zimeandikwa namna yoyote ile ambayo inaonekana ni kama kuna kamvulana fulani hivi, labda kana mtakataka. Kutokana na kwamba hakuwa na mvulana wa namna hiyo wala hakuwa na mazoea na wavulana, hapo ndipo tulipoishia. Kwa hiyo shikilia hapo hapo ujue aliendelea kutusimulia kitu gani, nini ambacho kitakachoendelea. Mpenzi msikilizaji, kama endapo utakuwa hujasubscribe channel hii inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Pia kabla sijaondoka, kuna shindano la sakasaka. Uongozi wa Baba Sam The King Tanzania TV channel unamtafuta Miss Simulizi and Mr. Simulizi 2025, ambapo tarehe 19 ya mwezi Novemba itakuwa ndio kilele, ambapo kama utamtafuta kupitia namba ambazo zinapatikana katika matangazo mbalimbali, moja kwa moja utajiandikisha na namba yako itatunzwa kwa ajili ya wewe kushiriki katika hiyo sakasaka, ambapo itakapofika tarehe 19 ya mwezi wa 11, ambapo ni birthday ya channel yetu ya Baba Sam The King Tanzania TV channel, ambapo wewe utapigiwa simu na kuanza kusomewa maswali yale ambayo ni kama mtihani. Kila swali moja lina maksi 10
Manake maswali 10 ni maksi 100. Ukipata 5 wewe utakuwa ni mshindi wa pili, ambapo zawadi yako ipo, na mshindi wa kwanza naye zawadi yake ipo. Kwa hiyo usipoteze fursa, shindania fursa ili uweze kuwa mmoja wao kati ya Miss Simulizi au Mr. Simulizi. Kama ni wa kike, Miss Simulizi 2025, kama ni wa kiume, Mr. Simulizi 2025. Mnatakiwa kushindania fursa hii, msiipoteze. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wote wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, ni waage niseme kwa heri mpaka sehemu ya pili ya simulizi yetu inayoitwa Ni Nani Alaumiwe. Twende pamoja. Ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ya pili. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.